Naitwa Sheikh Saleh Omar Ititi, ni amiri mkuu wa taasisi ya SESKI Taifa. Taasisi hii makao yake makuu yako mkoani Singida. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya taasisi yangu nimekuja katika mkutano huu kwa lengo moja kubwa. Kama inavyokumbukwa, tarehe 2 mwezi wa 12 Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alihutubia taifa kupitia wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Hakika hotuba yake ilisheheni busara, hekima na ukweli. Mimi nimekuja hapa kwa niaba ya Waislamu wote wa mkoa wa Singida na kwa niaba ya taasisi yangu ya kitaifa. Mimi ndio kiongozi mkuu wa taasisi hiyo. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumpongeza kwa hotuba yake nzuri, na namwahidi kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Singida, sisi tuko nyuma yake na tunampongeza kwa ushujaa wake, na tunamuomba asirudi nyuma, aendelee kuiongoza na kulilea taifa letu hili. Nasaha ambazo nataka kuzitoa baada ya dhoruba iliyotokea Oktoba 29, tuliona uvunjifu wa amani uliyesababishwa na baadhi ya vijana wetu. Kwa wito wangu, sisi viongozi wa dini tunapaswa kuwa kitu kimoja, tunapaswa kuikemea jamii, tunapaswa kuielekeza jamii hususan katika jambo la kuenzi amani yetu. Sisi wa Tanzania hatujalelewa katika malezi haya. Mwandishi wa habari, huwezi kuamini, leo wakati nakuja nimefika maeneo Magomeni, nimekuta askari mwanajeshi akiwa amesimama kwa ajili ya usalama, ameshikilia mtutu wa bunduki. Sisi hatujazoea mazingira haya. Ni jambo ambalo limenishangaza sana. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie sisi tuwe kitu kimoja, hususan viongozi wa dini, tushikamane tuwe kitu kimoja, tuweze kuielekeza jamii katika jambo zima la kuilinda amani yetu. Na hatutakuwa tayari kumvumilia mtu yeyote ambaye ataleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Mimi kama kiongozi wa taasisi ya SESKI, kwa niaba ya Waislamu wote wa mkoa wa Singida, narudia tena kwamba tuko nyuma ya kiongozi wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunamwambia asiwe na wasiwasi, tuko pamoja naye na tuko tayari kuisimamia amani yetu. Na kikubwa zaidi, tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa umoja, atupe nguvu na mshikamano ili tuweze kuisimamia amani na hatimaye taifa letu lirudi katika heshima yake ambaye ndiyo imekuwa katika nchi zote za Afrika. Tanzania ilikuwa inajulikana kama ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo nashukuru sana, lakini naahidi ushirikiano mkubwa kwa serikali yetu, na nawahusia Watanzania wote kwa ujumla tumuunge mkono rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wote aliyowateua, ili waweze kututendea yale ambayo tunategemea kwamba watutendee sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya maneno haya, nashukuru sana. Wote kwa ujumla wetu tuendelee kuliombea taifa na hatimaye taifa letu lisimame katika amani tuliyoizoea. Asante sana.